Niache! Wewe mwanamke gani wewe? Mimi nishakwambia niache nifanye harakati zangu, niache nifanye maisha yangu. Kwani unataka kunielewa kindege? Niache! Unashindwa kufanya maisha yako? Unashindwa kujichenga? Kwani mwanaume ni mimi peke yangu mzee au? Kichi, naomba unisikilize. Mimi nimejaribu kukaa mbali na wewe kadri niwezavyo, lakini nimeshindwa. Na hata sio kwamba mimi napenda kukusumbua, hapana. Ni vile moyo wangu tu unaniambia. Na mimi sidhani kama moyo wangu unaweza kunidanganya kuhusu hisia zangu juu yako. Na ndio maana nimekufuata tena, naomba unielewe basi. Nisikilize vizuri kindege. Nadhani mara mwisho nakumbuka kwa viapo ambavyo ulikuwa umenipa. Uliniambia kwamba nisikutafute na wala nisisubutu hata kukutumia meseji. Na ukaniambia kwamba nisije nikajuta kwa maamuzi ambayo nimeyachukua, na mimi nakudhihirishia kwamba mimi siwezi nikajuta kwa chochote kile. Na ndio maana nimeamua kufanya maisha yangu. Yaani mimi kichinjile siwezi nikajuta. Mimi ni sukari yao mzee. Yaani mimi chochote natafuna, chochote mimi nakipata. Kwa hiyo sasa jitahidi wewe kufanya maisha yako. Mimi sitaki vurugu, sitaki unanifuatafuata, sitaki unanisumbua. Kwani mwanaume ni mimi peke yangu? Tafuta na wengine kindege. Mbona kila siku tukikutana za kunisumbua mzee? Kichi, zile zilikuwa ni hasira tu. Mimi siwezi kukaa mbali na wewe, ndio maana bado niko na wewe tu. Mbona wanaume wengi tu? Kichi, naomba unisikize vizuri babangu. Niko na nusu akao unipendi, lakini najaribu hata kuheshimu nafasi yangu hata kwa udogo tu, yaani hata kwa uchache nitaridhika. Maana kila ulichohitaji mimi nilikupatia. Jaribu kuheshimu hata hicho basi. Nisikize vizuri kindege. Wewe kuna kitu ambacho hukifahamu. Yaani kuna kitu ambacho hukijui. Mapenzi sio pesa. Yaani mapenzi ni amani na upendo wa kweli mzee. Alafu kitu usichokijua ni kwamba mimi sina amani kwako. Mimi sina upendo kwako. Mimi sikupendi. Mimi wewe, yaani univutii kwa chochote mzee. Na ndio maana mimi nilishakwambia kabisa kwamba niache nifanye maisha yangu na nikaamua kumove on. Kwa hiyo wewe ni kitu gani ambacho kielewi? Tafuta na wengine. Mimi wewe sikutaki, una raza. Wewe sio vitu vyangu kindege. Kwani unataka kunielewa mzee? Ni kitu gani ambacho kielewi? Au unataka mpaka nifanye kitu gani mado uweze kuelewa ni? Unataka tunagombana kila siku na nakudhalilisha kila siku? Fanya maisha yako, mind your business mzee. Kichi, kama unataka kunipiga basi nipige tu. Kuliko unachonifanyia kini zaidi ya kipigo. Naomba unipige tu kama unataka kufanya hivyo. Oh, nikupige si ndio? Sasa nisikilize kindege. Kama utahitaji kweli mimi nikupige, basi mimi nitakupiga mpaka uso wako hautotamanika. Yaani mwanaume yote ambaye hakikuona hatotamani kuwa na wewe. Kwa hiyo sasa naomba uniache nifanye maisha yangu. Ikatokea hata umenigusa au umenileta kinyolilo, nakuvuruga. Kichi! Niache! Kichi, kwani unanifanyia nini mwanaume? Nini kwani wewe sema unafanya vile umati? Hata unasikia nikipata niache. Kichi, nimeupenda. Hata nikisema niende pale hakuna kitu ambacho kitabadilika. Sasa kitu ambacho najiuliza, kwani huyu jamaa huwa anatumia gani? Mbona wanawake wanakulia kiasi hicho? Hapa inabidi nifanye kitu. Tam, kwa mtego ambao nimemtegea leo dada wa kazi, sidhani kama atachomoa. Na huku alikokuwa kwa kweli namuonea mpaka huruma. Lakini sio haki yangu mimi kumuonea mtu huruma ambaye sijamzaa mimi. Na natakiwa kione cha mtema kuni huko aliko mpaka adabu yake mkae sawa. Kwa sababu yeye anajikuta genius sana humu ndani. Anafanya vitu ambavyo hata nikimuuliza akafanya hivi anakataa. Kwa ananipeleleza kisirisiri. Sasa watu ambao nimemtumia huko watamfundisha adabu. Nimemwagiza kule bondeni na tayari nimeshaongea na kina Sebiga. Kwa watamfundisha adabu na atakuja kusema kila kitu ambacho waga na kificho humu ndani. Wewe Janeti wewe. Kwa umeona bora umtumie watu kuliko kumwadhibu mwenyewe. Si ungemwadhibu tu wewe mwenyewe? Tami, mimi sitaki kuwa narudia kile kitu ambacho nakifanyaga kila siku humu ndani. Halafu hataki kusema ukweli. Nitakuwa nafanya mchezo gani huo? Mchezo wa watoto? Mimi sitaki kuanza kugombezana naye humu ndani sasa hivi. Nataka nimtumie wanaume ambao wakimpiga hicho kipondo nahisi kabisa atakuwa anaja kujifunza kwenye maisha. Na atanijua mimi ni nani na atajua kuniheshimu.
binti? Vipi huko nilikokutuma? Mbona umefanya kwenda tu na kuishia pale na kurudi? Nilichokuagiza kiko wapi? Dada, sehemu ulipokuwa umenituma, kipindi nipo njiani nimevamiwa na wauni. Kwao wakanifanyia fujo. Leticia, sitaki maelezo mengi. Naomba uninyoshe nini ambacho kimeendelea huko nilikokutuma. Watu wamekuvamia. Haya, wamekuvamia, wamekuumiza wapi wewe? Si mzima kabisa, hujaumia sehemu yoyote. Dada, wakati wameanza kunipiga kuna kijana alitokea kama amenisaidia. Huyo kijana ni nani? Unamjua? Hapana, ndo nimemwona leo kwa mara ya kwanza, sija kumwona sehemu yoyote. Naomba nisikilize. Nisikilize tena, nisikilize kwa makini. Nimeshakwambiaga tokea hapo awali, mimi pesa yangu haibiwi. Wala pesa yangu mimi haipotei. Hiyo iliyopotea binti ni ya kwako. Mimi hainihusu chochote kile. Umenielewa? Tutakatana mwisho wa mwezi kwenye mshahara wako. Sawa? Uzembe wako mimi yani hauwezi kabisa kunisababisha eti nikapoteza hela yangu kizembe hivyo. Siwezi kukubali. Haya, naomba utoke hapa. Tami, unajua sielewi. Uelewi nini? Viko wapi? Ona sasa umefeli. Ndio nini? Nisubiri kwanza. Oya bro. Yes, niambie. Kwa majina wananiita Sebastian. Wengine hupenda kuniita Nyampala aka Sura Mbaya. Yaani kipokea wageni. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Naitwa nani? Sijajua ni kwa nini unaniuliza jina langu. Kwa sababu sina miadi yoyote ya kukutana na mtu yoyote. Na sijui kwa nini unataka nikutajie jina langu. Unajua siku zote watu wanapokutana kwa mara ya kwanza huwa hawafahamiani. Lakini wanapojitambulisha majina yao ndipo wanafahamiana. Na ndio maana nimekuuliza unaitwa nani? Oh. Naitwa Kichinjile. Hakika tafasiri ya jina lako ina maana ya matendo yako. Sijakuelewa. Una maana gani? Maanangu ni kwamba kikwetu neno Kichinjile ni mchinjaji. Na hakika unawachinja kweli. Unajua bado sijakusoma. Kichinjile, maana halisi ya jina langu, mchinjaji, bado sijakuelewa kabisa. Unaweza kuniambia unamaanisha nini? Anyway, bro, ulishawahi kupenda? Nishawahi kupenda? Sijakuelewa bado unamaanisha nini? Nimekuuliza hivyo kwa sababu naona unakanyaga amani yangu na kuichezea unavyotaka wewe. Sijakuelewa? Hakika wewe unatumia dawa ya tumbo kutibia madonda yako. Anyway bro, naomba tukae sehemu tuongee, maana na mambo mengi ya kuongea na wewe. Oh. Nisikilize. Mimi sina muda wa kuzungumza na mtu yoyote kwa sasa. Kwa sababu hata ratiba zangu haziniruhusu kuzungumza na mtu yoyote. Isitoshe kuna sehemu na wahi. Na ni sehemu ya muhimu sana. Kwa hiyo nisikitike tu kukwambia kwamba sitakuwa na muda wote wa kukusikiliza kwa sasa. Okay, basi sawa. Nipatie namba yako ili ukipata muda unicheki. Sawa. Oh. Ndo umesema kipokea wageni, si ndio? Yes, yani Nyampala sura ngumu. Basi sawa. See you next time Nyampala sura ngumu.
mshenzi hivi? Ni mshenzi wa tabia hivi? Una akili kweli wewe? Nimekuagiza kazi ambayo nimekuagiza ni ndogo sana kwako. Wewe na hao vijana wako mmeshindwa kuifanya hiyo kazi yangu, si ndio? Yaani binti mmoja tu anawashinda nguvu. Wewe umeshindwa nini kumpiga wewe? Hivi unajua mimi natumia nguvu kiasi gani kupambania ili swala likae sawa? Unajua naumia kiasi gani kupambania ili swala liwe sawa? Au unataka labda lifike polisi sasa ili nyinyi muumie? Kwa nini? Unaweza kanipa sababu labda 3 tu au 2 ambazo zimewafanya nyinyi msimpige yule binti? Nini ambacho kimetokea? Janeti, mimi na vijana wangu tulienda kuifanya kazi uliyotuagiza. Lakini wakati tunaifanya ile kazi, ghafla kuna mtu alitokea na kumsaidia yule dada. Wewe, sitaki utani na kazi yangu. Sitaki kabisa upumbavu na kazi yangu. Wewe, naomba uniambie ukweli. Kwa hiyo huyo mtu mmoja ndo aliwafanya nyinyi mshindo kuifanya hiyo kazi, si ndio? Mtu mmoja nyinyi kikundi kizima mlishindwa kumpiga? Hapana, sio tulishindwa kumpiga. Yule kijana ana uwezo, sio lele mama na sio mtu wa kawaida, na ametupiga sana. Hapa tulipo tuna maumivu makali sana. Chabiga, ushaanza utani na mimi Naomba unisikilize vizuri. Wewe nadhani unajua kabisa ni nini ambacho tunakifanya. Na kama unajua, sidhani kama unaweza kuleta uzembe wa aina hii kila wakati. Hii naweza nikasema naomba iwe mara ya mwisho. Usije ukarudia tena. Hii unalichukuliaje hili swala likifika polisi? Au mkienda kushtakiwa nyinyi huko au hizi taarifa zikivuja? Kuna nini kitatokea? Hapana, haziwezi zikafika polisi kwa sababu tukao tumevaa maski. Tukao tumeficha sura zetu na hazikuonekana. Anyway, huyo kijana unamjua? Huyo kijana simfahamu na sije kumuona kwenye mtaa. Shemeji, karibu. Asante sana. Vipi, za hapa? Za hapa salama tu. Sijui uko utokako. Nitokako ni kwema kabisa. Habari yako kijana? Safi tu. Janet, mimi naomba nikuache. Wakati nakuja hapa nimehisi kama kulikuwa kuna marumbano hivi, kama kuna sintofahamu, mnagombana hivi. Vipi? Hapana shemeji. Hata tulikuwa tugombani. Sema tu kuna nzi alikuwa amempandia hapa usoni. Kwa nini nilijaribu kumtolea. Oh. Ni kweli eh? Ya, ni kweli shemeji. Sawa. Vipi lakini Mr. Ben naye nimemkuta ndani hapa? Oh, Mr. Ben kapumzika. Ila yupo. Sawa. Mimi nafikiri labda niingie ndani nimsubiri. Oh, sawa shemeji, hamna shida, ingia tu. Asante sana. Haya, nawe toka hapa. Leticia. Shikamoo shemeji. Maraba. Haujambo? Sijambo. Karibu. Asante. Mbona hivyo? Hapana shemeji. Mimi niko sawa. Sema tu nilikuwa nimekaa hapa niko na mawazo kidogo. Mawazo? Kuhusu nini tena? Shemeji, nawaza tu maisha. Unajua kiwarisia mimi nina mahitaji mengi sana na nina vitu vingi sana vinaniangalia vya kufanya. Lakini kama unavyojua sisi wadada wa kazi mara nyingi mshahara wetu unakuwa mdogo sana. Hivyo unakuwa ukizi mahitaji kabisa. Na hata kama tukiwa tunapata hicho kidogo, hatukipati kwa wakati. Kwa hiyo
unakuta kuna vitu vingi tunatakiwa kuvifanya na kuvitimiza, lakini hatuwezi kuvitimiza kwa sababu ya kipato ni kidogo na upatikanaji wake pia ni mgumu sana. Kwanza nikupe pole sana Leticia, lakini nikwambie tu kwamba usijali, kwa sababu mara nyingi kila kitu kinaanza chini na mdogo mdogo vinazidi kupanda na kuja kuwa juu. Yaani mara chache sana kukuta vitu vingi vinaanzia juu alafu vikarudi chini. Kwa hiyo hata kwako ningeomba sana 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 uwe na subira. Shemeji, ni bora hata ingekuwa hivyo, lakini kuna vitu vingi sana vinatokea kwenye maisha yangu mpaka najiuliza mimi nimemkosea wapi Mungu. Kwa sababu imagine nafanya kazi kwa ugumu sana ili tu niweze kuokoa familia yangu, lakini ninakutana na vitu vingi na changamoto nyingi. Najaribu kukabiliana nazo na kuzikubali kuwa ni sehemu ya maisha yangu, lakini huwezi amini, leo mimi nimenusurika kifo. Umenusurika kifo? Ilikuwa kuwaje? Shemeji, leo dada aliniagiza bondeni. Wakati naelekea bondeni, kuna wauni walitokea na walikuwa wamevaa maski. Walipotokea pale wakaanza kunifanyia fujo, lakini kuna kijana mmoja alitokea pale na akanisaidia. Kiukweli namshukuru sana Mungu, maana sijui leo ningekuwa kwenye hali gani, sijui kama ningekuwa hai mimi. Leticia, niseme tena pole sana, lakini umefanikiwa labda kumtambua mmoja wa hao ambao wamefanya hilo tukio, kwa maana ya kwamba aliyekusaidia au wale ambao wamekuvamia? Huyo aliyenisaidia yeye nimefanikiwa kumuona sawa, lakini simjui, yani ni mgeni kwenye macho yangu. Lakini wale wengine kama nilivyokuambia hapo mwanzo, walikuwa wamefunika sura zao. Kwa hiyo hamna yoyote niliyefanikiwa kumuona. Ila tu yule kijana amenisaidia sana shemeji. Na kitu kingine shemeji, mimi naumia sana kwa sababu nashindwa kuelewa mimi maadui nimewatengeneza wapi. Mara nyingi mimi ni mtu wa kushinda hapa ndani, sitembei na kutoka sehemu yoyote kwamba labda kuna mtu ambaye nimemkosea kwenye maisha yangu au nimekula kitu cha mtu. Mara zote mimi ni mtu wa kushinda hapa ndani, lakini najiuliza nimwezaje kutengeneza maadui nje mpaka wanatamani kutoa roho yangu. Na kitu kingine, mimi ni kama kinywa kilichofungwa. Yaani imagine nimefunga mdomo wangu na bado kuna maneno machafu yanatoka. Kweli pole sana, lakini mimi nafikiri kulingana na situation ambayo imekutokea hapa, kulikuwa kuna haja kabisa ya mimi kukusaidia wewe kufungua jarada ambalo itaweza kusaidia wewe kupata haki zako. Maana sasa inavyoonekana unazidi kuwa hatarini sana. Naomba kesho uje pale ofisini, njoo kituo cha kati, nitakuja kukuhudumia, tutafungua faili pale na jarada zima nitakuwa nalisimamia mimi. Kwa hiyo ningeomba sana ufike mapema pale kabla sijawabize. Sawa shemeji, asante sana kwa msaada wako. Sawa. Halo afande. Jambo afande. Ningeomba uniandalie faili moja hapo ambalo nitakuja kulisimamia kesho asubuhi. Liandae halafu liweke ofisini kwangu. Kuna kesi inabidi nisimamie. Sawa, asante. Leticia, nikupe pole tena kwa mara nyingine, na nikwambie tu kwamba haya huwa yanapita na yatapita. Mimi nitalisimamia hili na nitahakikisha unapata stahiki zako zote. Na kitu kingine ningekuomba sana, usipende kulialia. Sawa? Haya mambo yatakuisha tu. Sawa shemeji, asante.
Shemeji, vipi tena? Mbona uko resi sana unataka kutoka? Kuna jambo aliko sawa. Nahitaji kwenda kuliklia mara moja. Kwa hiyo niko nawahi sana kwenda ofisini hapa. Oh. Sawa. Ni tatizo gani hilo? Maana linaonekana liko serious kidogo kwa sababu uko haraka sana. Wakati kabisa pale getini unaniambia kuwa unataka kuzungumza na Mr. Beni. Vipi, imekuaje tena? Ni kweli nilisema kwamba nahitaji kuongea na Mr. lakini pia nitakuwa nimsubirie. Lakini imeshindikana kumsubiria kwa sababu kuna jambo ambalo limejitokeza la haraka sana na ni urgent sana. Inabidi kalifanyie utatuzi wa haraka sana. Lakini pia nilivyoingia humu ndani nimekutana na mfanyakazi wako Leticia. Nimejaribu kuzungumza naye kidogo, anaonekana hayuko sawa. Na matatizo. Inavyoonyesha kwamba Leticia ulimwagiza sehemu, alivyoenda huko alivamiwa. Lakini cha ajabu pale nje hujanitaarifu kuhusu hilo. Kumbe kuhusu hilo swala. Shemeji, mimi sikuona kama kuna haja sana ya kulizungumzia hili swala kwa sababu ni la kawaida tu ambalo linamtokea kila mwanadamu. Kwa sababu sasa hivi vijana wahuni mtaani wako wengi sana. Na wanaweza kumvamia mtu yoyote, madam mtu amemuona ana kitu ambacho anakihitaji. Kwa wanaweza kumvamia mtu yoyote, ndio maana sijataka hata kukwambia. Hivyo. Ni kweli. Lakini kwa jinsi nilivyozungumza na Leticia inavyoonyesha kwamba walimpiga na alinusurika kifo. Na hao vijana kwa mujibu wa taarifa za Leticia ni kwamba walikuwa wamejifunika na mask. Kwa hiyo kama walikuwa wamejifunika na mask, huenda wakawa ni watu ambao ni wabaya na walikuwa wamelenga kumdhuru kabisa. Kwa hiyo unamhatarishia kabisa hali ya kiusalama mfanyakazi wako. Na mimi siwezi kulifumbia macho hilo. Inanibidi niende ofisini niwahi nikaweza kufungua jarada ambayo utaweza kuanzisha kesi ambayo itahusiana na hilo swala ambalo linamhusu Leticia na hawa watu ambao wamemvamia. Nasema hivi hata sio kwa nia mbaya. Na sio kwamba eti nakwambia usifuatilie. Yaani najaribu tu kusema kwamba unajua sasa hivi vijana wana njaa sana huko mtaani. Yaani hivi vihuni afu pia vimekuwa vingi sana. Kwa usikute vilimvamia tu labda vilimuona kabeba vitu. Ndio maana vikamvamia ili mradi vipate kula. Shemeji, kulingana na majukumu ambayo mimi nayafanya, na mimi nilikula kiapo kabisa kwamba inabidi niweze kuwalinda watu ama raia na mali zao. Hata Leticia ni miongoni mwa watu ambao inabidi kuwalinda. Kwa hiyo ninachokifanya hapa ni miongoni mwa majukumu yangu. Kwa hiyo sipaswi kabisa kulifumbia macho hili. Sema nilikuwa nimejaribu tu kukupatia ushauri. Lakini maamuzi yote unayo wewe mwenyewe. Kama utawapata au vijana sawa. Lakini sina uhakika sana kwa sababu ni wahuni tu na wahuni siku hizi ni wengi. Kwa sidhani kama utawapata. Anyway, vipi sasa? Nikakwamshie Mr. Beni ongee naye? Hapana. Kwa sasa nina haraka sana. Inabidi niwahi kituoni nikaendelea hayo majukumu na kuhusiana na hilo swala ambalo nimekudokeza pia nikaanza kulifuatilia mara moja. Kwa hiyo kuhusu kuongea na Mr. Beni nadhani nitaongea naye wakati mwingine kwa sababu nina haraka sana hivi sasa. Basi sawa, hamna shida. Okay. Jamani, sasa kulikuwa na haja gani ya kumwambia ile swala Kanoni jamani? Haya mambo yanamhusu nini ya humu ndani? Ino binti kachanganyikiwa huyu. Nimsubiri kwanza nimfuate huko. Leticia? Wewe Leticia wewe? Abe. Njoo. Abe dada. Wewe. Mbona kama ulikuwa unalia? Hapana, mimi nilikuwa silii. Sema tu leo macho nimeamka tangia asubuhi yananiuma. Wewe ndio maana labda unaona yamevimba vimba. Unaniona mimi kama mpuuzi sasa. Wewe ulikuwa unalia na ndio maana Kanoni amekuja hapa ndani, kajua matatizo yako yote. Ulikuwa unamuelezea, si ndio? Hivi aje kutuma uweze kumuelezea Kanoni matatizo yako ni nani jamani? Mbona unafanya mambo ambayo mpaka mwenyewe naanza kuchanganyikiwa sasa kwenye kichwa changu?
Yaani unakaa kabisa mtu umejiachia, tunaanza kumwelezea umepatwa na hiki, umepatwa na hiki na hiki na hiki. Kwa nini? Dada, nimemwelezea Kanoni, nimemwelezea kitu gani? Mbona kama sikuelewi? Usijifanye kama unielewi. Unanielewa kabisa ni kitu gani ambacho nakizungumza hapa. Aliyekutuma mwambie Kanoni kwamba wewe umetekwa huko, sijui umekamatwa ukapigwa, sijui umepola kitu gani. Ni nani aliyekutuma? Hivyo unamjua Kanoni wewe? Ni familia yetu huko ndani labda? Au mimi nilie ambaye kanikuta kule getini sijamwambia ukaniona mimi sina akili, wewe ndo na akili sasa mwenzetu. Dada, Kanoni amenikuta nikiwa najikagua mwili wangu sehemu ambazo nilikuwa nimeumia. Kwa hiyo kama ameniuliza nini kimetokea, ndio kabidi nimuelezee kwamba kuna wauni walitokea na wakanikamata, hivyo wakaanza kunipiga, lakini kuna mtu alitokea akanisaidia. Basi sijamwambia kitu kingine. Unajua nakusikitikia sana Yaani nakuonea mpaka huruma. Unaaminije mtu wewe? Unamjua Kanoni yule? Humjui katokea wapi? Hujui ndugu zake. Unakutana naye hapa tu, lakini umeshamwamini mpaka unamuelezea matatizo yake. Hivi utajuaje kama yeye ndo alikuwa chanzo? Au yeye ndo kawatuma hao watu? Unalijua hilo? Au umeshawahi kukaa hata dakika moja ukaliwaza? Dada, lakini nilichomwambia kinahusiana na maisha yangu. Na haya ni maisha yangu. Mimi nimevamiwa na wahuni kule. Nilikuwa sina jinsi ya kusema nimdanganye kwa sababu ni kitu ambacho kimetokea na niuhalisia. Kaniuliza nikamwambia. Kwa mimi sidhani hapo kama kuna haja wewe kulalamika. Huwezi kuona ubaya. Yaani huwezi kabisa kujua ubaya wowote ambako unatokea kwa sababu matatizo ambayo unayatafuta sasa hivi hapo utakuja kujuta. Yaani una ukahaba ambao haueleweki hata unatafuta kitu gani binti. Wanaume wanakuja huko ndani basi unaanza kujishobokesha, unaanza kumuongelea si Kanoni nini, unaanza kumuelezea shida zako akupende au unatafuta nini kwa Kanoni labda? Dada, lakini mimi sidhani kama kuna haja wewe kulalamika kwa sababu kitu ambacho nimekifanya sio kitu kibaya. Kwani kuna tatizo gani mtu akimuelezea mtu shida ambayo ameipitia, changamoto kama ile? Watu wamenivamia, siwajui. Sijawahi kuwa na adui yoyote, sijawahi kumkosea mtu. Wewe ni kama ni ajabu. Na je, kama leo wamenivamia mimi wamenipiga, je kesho akikuvamia wewe? Na unajuaje labda unaweza kata ni maadui wa kwenye hii familia? Sasa naomba unisikilize. Kama hujayaona kama ni ya humu ndani, ni wewe. Lakini shida ambayo umeitafuta, hiyo ya kuwa unaamka asubuhi, unaenda kituo cha polisi, binti, hamna mfanyakazi humu ndani. Kwa mimi sitotaka eka kabisa eti dada naenda kituoni sijui kufuata kitu gani, sijui maana naenda mahakamani, sitotaka hizo kesi. Wewe si ndio umeitaka? Wewe si ndio unataka ikashtakiwe huko polisi? Mimi sitotaka kuniagaaga humu ndani unatoka, kwa sababu hakuna mtu ambaye atakuwa anafanya kazi humu ndani. Umenielewa? Dada, lakini mimi sijamwambia Kanoni kwamba nataka niende polisi. Na wala sijamwambia Kanoni kwamba aende sio akafungue sijui kesi sijui nini. Mimi sijataka mambo ya polisi. Mimi nimemuelezea tu kama mtu wa kawaida. Wewe ndio hujataka. Mwenzio ndio anaenda kufungua jalada hivyo. Mimi kashaniambia anaenda kufungua jalada. Na kitu ambacho nataka nikushauri na ukizingatie, ukitilie manani. Naomba akija hapa ndani, mwambie hutaki mambo ya polisi, hutaki mambo ya kufunguliana si majalada, si kitu gani, hutaki. Umenielewa? Sawa dada, nimekuelewa. Vizuri kama tumeelewana. Huko ulikuwa unafanya kazi gani? Hapa nilikuwa naelekea kuosha vyombo. Jamani mimi nachoka haya mambo. Paka vyombo hujaosha kumbe. Mungu nisaidie, hiki kichwa kinapasuka. Haya nenda kaoshe vyombo. Sawa.